Wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega hususan kutoka eneo bunge la Lurambi kuzingatia matumizi ya makaa ya kisasa ya biogas brigade ambayo hayachafui mazingira wala kudhuru afya, hivyo ikiwa ni njia moja wapo ya kuhifadhi msitu. Akizungumza katika eneo bunge la Lurambi katika wadi ya Sheyue kule Msonga, mwanzilishi wa kikundi cha kina mama New Rekada cha kutengeneza makaa ya kisasa Irina Simiyu ameirai jamii kuhifadhi misitu kwa njia mbalimbali kama vile kutengeneza makaa ya kisasa ambayo hayatoi moshi, hivyo kutodhuru wanyama na mimea katika mazingira. Jina naitwa Irina Simiyu, mimi ni mwanzilishi wa kikundi cha akina mama cha New Rekada ambacho kinapatikana Msonga, Sheyue Ward, Lurambi Sub County. Tumefurahia leo tumepokea wageni kutoka kaunti mbalimbali ambao wameweza kuja kuona mradi wetu wa kutengeneza makaa ya kisasa, na swali ambalo tunajiuliza, je, akina mama ama jamii inaweza kuhifadhi vipi misitu yetu kupitia jikoni zao? Njia mojawapo ni ya kutengeneza makaa ya kisasa ambayo inasaidia kuhifadhi misitu zetu, kwa sababu hakutakuwa na kukata miti ovyo ovyo. Kwa hivyo hawa wanafunzi wameweza kuja hapa na shirika mbili tofauti ili waweze kujifunza, na wanawakilisha kaunti tofauti tofauti. Wakirudi kule pia nao wakianzisha mradi kama huu, wataweza pia kuhifadhi misitu katika maeneo yao. Na wakati ambapo tunahifadhi misitu katika taifa la Kenya, inamaanisha tunavutia watalii katika taifa letu la Kenya. Tunajivunia kama taifa la Kenya kwa sababu hatutakosa mvua, na mvua ikiwepo inamaanisha kwamba chakula kitakuwa kingi. Kwa hivyo swali la kuhifadhi mazingira ni swala ambalo lazima lifanywe na kila mmoja. Hauwezi ukafaulu ukiwa peke yako. Katika hafla hiyo, mashirika mbalimbali yaliwakilishwa na wageni waliofika sehemu hiyo kuona jinsi makaa ya kisasa yanavyotengenezwa. Jafet Musindalo akiwakilisha National Trust Organization anasema jamii inahitaji kuhamasishwa kuhusu swala hilo, wao kama shirika wakiwa kipaumbele kutembea na mtoto wa kike kupata ufahamu wa swala hilo. Majina mimi naitwa Jafet Musindalo kutoka National Trust Organization. National Trust is an organization that empowers community to break the cycle of poverty through provision of education, healthcare and sustainable livelihood. Na tumekuja hapa siku ya leo ili kujifunza mengi kuhusiana na Women for Clean Energy, na nimekuja hapa na baadhi ya wanafunzi ambao tuna sponsor kule katika shirika na ambao wanatarajiwa kujiunga na chuo kikuu mwezi wa 9, na wamekuja hapa kujifunza kwa sababu kule katika shirika tuko na wazazi ambao tuna sponsor wanafunzi wao kuanzia chekechea mpaka university. Kwa hiyo najivunia sana kukuwa sehemu ya mradi huu, kwa sababu si mara ya kwanza sisi kufanya kazi na Student for Liberty Foundation. Last year tulikuwa na wao kule Mumias wakiwa wamekuja kutupatia mentorship session, wakaweza kuongelesha wanafunzi wetu na wazazi kwa ujumla, na kwa kipindi cha mwaka mmoja tumeweza kuona mabadiliko sana in terms of parents contribution towards the education of their learners. Kwa hivyo tunashukuru sana Student for Liberty Foundation kupitia kwa Madam Shakla Amaunda for this invitation, and we believe it's going to be of great impact onto our organization. Changamoto ni nyingi, hasa ukizingatiwa kwamba charcoal briquettes ni product mpya ambayo tumeanzisha. Ukiangalia kuna briquette ambayo inatumia uchafu na kuna briquette ambayo inatumia ile maganda ya miwa ambayo imebaki. Kwa hivyo watu wengi watakuuliza kwa nini mnatumia huu uchafu wa makaa na mnasema watu wasikate miwa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Ikiwa haujui kueleza, utajipata kwamba uko katika njia panda. Kumekuwa na kampeni ya kukata na kutokata miti tangu tulipokuwa nursery school hadi saa hizi. Na ilhali ama alimradi watu wanatengeneza mbao, wanatengeneza vitanda, bado kutakuwa na huu uchafu. Kwa hivyo badala ya kuacha uchafu utapakae kila mahali, tunachukua huo uchafu ambao tunaurudisha kwa meza, utengeneze makaa ya kisasa. Lakini mwaka huu wa 2025
Wimbo wetu ni kwamba tutatumia bagasse ambao unajulikana kama ule uchafu wa miwa ambao unapatikana katika mashirika ya kutengeneza sukari, inaitwa bagasse. Na tukitumia bagasse tutakuwa tunaangamiza kabisa swala la kukata miti. Mwaka huu wa 2025 tunahimiza watu wote, tunahimiza mashirika yote ambaye yanatengeneza makaa ya kisasa kwamba sasa mwendo utakuwa ni kutumia bagasse na kutumia mixtures zingine ambazo tunatumia ili tuweze kukuja na charcoal briquettes. Nashukuru serikali yetu ya Kenya kwa sababu hata wametenga siku moja ikawa ni holiday ya kupanda miti. Joel Limonya from Homa Bay, a former national coordinator at Student for Liberty. In Student for Liberty, we have very many agendas that actually we address in the community and in the nation. Student for Liberty is one of the biggest organizations that we have in Africa and even in the world. Now, pertaining to this clean energy, we got some safe home in this area whereby we partnered with like-minded people that could help us have our green liberty agenda in Student for Liberty. Nomtere, I'm a local coordinator at Students for Liberty Africa, and at SFL we educate, develop and empower the next generation of leaders who will be advancing the ideas of liberty. And the main reason as to why we're here is because we have students behind me. This is what we do as students. This is what we do when we say we educate, we develop and we empower the next generation of leaders. Because my name is Matthews Ochanda. I'm a beneficiary of the Nasio Trust. I've come here to learn from the project, the Green Energy Project, so that I may take the information home, teach our parents, teach my fellow youths. Shakla Amaunda ambaye ni mratibu wa shirika la Students at Liberty Africa na mwanzilishi wa muungano wa Women for Clean Energy anasema lengo lao ni kutoa elimu kwa mtoto wa kike au kina mama ili kuhakikisha kuwa wanawajibika na kujisimamia maishani ili kukuza uchumi. My name is Shakla Amaunda. I'm the local coordinator at Students for Liberty Africa, and I'm also the founder of Women for Clean Energy. Women for Clean Energy is an initiative, is a project initiated by Students for Liberty Africa, and our aim is to empower the women in the community to promote the aspect of sustainability, empowerment, and also the aspect of free market. And also in that regard, we are harnessing the power of women in clean energy and ensuring that women take responsibility and have the freedom to champion every aspect of that is the renewable clean sources of energy, and also the aspect of sustainability to enhance economic growth in the country. Basically, the aspect of clean energy just came in where that is an initiative of Students for Liberty, came into regard that we thought we have been facing challenges that women are so like that, the vulnerable people in the society. So we thought, how are we going to empower these women in the society? So we thought that if we bring up an aspect of charcoal briquettes, yeah, where in partnership with the new Rakada women's group and also National Trust, we thought it is will be a good idea because women will be able to get that is entrepreneurial skills, not just women, also students that is from University of Maside Muriro, then students who are a part of National Trust beneficiaries and polytechnics. So we thought that when we teach these women and the students who they will be able to leverage the idea of clean energy, the idea of sustainable economy. Nikiripotia Pendo TV kutoka eneo bunge la Lurambi, langu jina ni Michael Sifuna.